Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa hotuba maalum siku ya leo Jumamosi baada ya mashambulizi yaliyofanywa na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika hotuba yake hiyo anasema, muda mfupi uliopita jeshi la Marekani lilianza operesheni kubwa za kijeshi nchini Iran. Lengo letu ni kuwalinda watu wa Marekani kwa kuondoa vitisho vikubwa kutoka kwa utawala wa Iran. Kundi katili la watu wakali na wabaya sana, shughuli zake za kutisha zinahatarisha moja kwa moja Marekani, wanajeshi wetu, vituo vyetu vya nje ya nchi na washirika wetu kote ulimwenguni. Kwa miaka 47 utawala wa Iran umeimba sauti ya kifo kwa Marekani na kuendesha kampeni isiyoisha ya umwagaji damu na mauaji halaiki, ukilenga Marekani na wanajeshi wetu na watu wasiokuwa na hatia katika nchi nyingi sana. Miongoni mwa vitendo vya kwanza kabisa vya utawala huo ilikuwa ni kuunga mkono kuchukuliwa kwa ubalozi wa Marekani huko Tehran kwa vurugu na kuwashikilia mateka kadhaa wa Marekani kwa siku 444. Mnamo mwaka 1983 wawakilishi wa Iran walitekeleza shambulizi la bomu katika kambi ya wanamaji huko Beirut ambalo liliua wanajeshi 241 wa Marekani. Mnamo mwaka wa 2000 walijua na pengine walihusika na shambulizi la meli ya kivita ya USS Cole. Wengi walikufa. Vikosi vya Iran viliwaua na kuwajeruhi mamia wanajeshi wa Marekani nchini Iraq. Wawakilishi wa utawala huo wameendelea kufanya mashambulizi mengi dhidi ya vikosi vya Marekani vilivyoko Mashariki ya Kati katika miaka hivi karibuni, pamoja na meli za majini na za biashara za Marekani katika ardhi za meli za kimataifa. Imekuwa ni ugaidi mkubwa na kutovumilia tena. Kuanzia Lebanon hadi Yemen na Syria hadi Iraq, utawala huo umewapa silaha, kuwafunza na kuwafadhili wanamgambo wa kigaidi ambao wameijaza dunia kwa damu na matumbo. Na ilikuwa ni wakala wa Iran, Hamas, alianzisha mashambulizi ya kutisha Oktoba 7 dhidi ya Israel na kuwaua zaidi ya watu 1000 wasiokuwa na hatia, wakiwemo wa Marekani 46, huku akiwachukua mateka raia wetu 12. Ilikuwa ni ya kikatili, kitu ambacho ulimwengu haujawahi kukiona hapo awali. Iran ndiyo mfadhili mkuu wa ugaidi duniani na hivi majuzi imeua makumi ya maelfu ya raia wake barabarani walipokuwa wakiandamana. Imekuwa sera ya Marekani, hasa utawala wangu, kwamba utawala huu wa kigaidi hauwezi kamwe kuwa na silaha ya nyuklia. Nitasema tena, hawawezi kamwe kuwa na silaha ya nyuklia. Ndio maana operesheni ya usiku wa 8 Juni iliyopita tuliangamiza mpango wa nyuklia wa serikali hiyo katika Fordo, Natanz na Isfahan. Baada ya shambulio hilo, tuliwaonya wasirudie tena harakati zao mbaya za kutafuta silaha za nyuklia, na tulijaribu mara kwa mara kufanya makubaliano. Walitaka kufanya hivyo, hawakutaka kufanya hivyo tena. Walitaka kufanya hivyo, hawakutaka kufanya hivyo tena. Hawakujua kinachoendelea. Walitaka tu kufanya maovu, lakini Iran ilikataa, kama vile ilivyofanya kwa miongo kadhaa iliyopita. Wamekataa kila fursa ya kukataa matarajio yao ya nyuklia, na hatuwezi kuvumilia tena. Badala yake walijaribu kujenga upya mpango wao wa nyuklia na kuendelea kutengeneza makombora ya masafa marefu ambayo sasa yanaweza kuwatishia marafiki na washirika wetu wazuri barani Ulaya. Wanajeshi wetu walioko ng'ambo na hivi karibuni wanaweza kufika nchini Marekani. Hebu fikiria jinsi utawala huu ungekuwa na ujasiri kama ungekuwa na silaha za nyuklia, na kwa kweli ungekuwa na silaha hizo kama njia ya kuwasilisha ujumbe wao. Kwa sababu hizi, jeshi la Marekani linafanya operesheni kubwa na inayoendelea ili kuzuia udikteta huu mwovu na mkali kutishia Marekani na maslahi yetu ya msingi ya usalama wa taifa. Tutaharibu makombora yao na kuua tasnia yao ya makombora. Itafutwa kabisa tena. Tutaangamiza jeshi lao la wanamaji. Tutahakikisha kwamba wawakilishi wa kigaidi wa eneo hilo hawawezi tena kuyumbisha eneo hilo au dunia na kushambulia vikosi vyetu, na hawatumii tena IED zao au mabomu ya barabarani, kwani wakati mwingine huitwa kuwajeruhi na kuwaua maelfu na maelfu ya watu, wakiwemo wa Marekani wengi. Na tutahakikisha kwamba Iran haipati silaha ya nyuklia. Ni ujumbe rahisi sana, hawatakuwa na silaha ya nyuklia kamwe. Utawala huu utajifunza hivi karibuni kwamba hatuna mtu anayepaswa kupinga nguvu na uwezo wa vikosi vya jeshi vya Marekani. Nilijenga na kujenga upya jeshi letu katika utawala wangu wa kwanza, na hakuna jeshi duniani hata karibu na nguvu au ustadi wake.
Utawala wangu umechukua kila hatua inayowezekana ili kupunguza hatari kwa wafanyakazi wa Marekani katika eneo hilo. Hata hivyo, na sisemi kauli hii kirahisi. Utawala wa Iran unatafuta kuua maisha mashujaa wa Marekani wenye ujasiri. Wanaweza kupotea na tunaweza kuwa na majeruhi. Hilo mara nyingi hutokea katika vita, lakini hatufanyi hivi kwa sasa. Tunafanya hivi kwa ajili ya siku zijazo, na ni dhamira njema. Tumwombe kila mwanajeshi anapohatarisha maisha yake bila ubinafsi, ili kuhakikisha kwamba Wamarekani na watoto wetu hawatawahi kutishiwa na Iran yenye silaha za nyuklia. Tunamwomba Mungu awalinde mashujaa wetu wote katika njia ya hatari, na tunaamini kwamba kwa msaada wake wanaume na wanawake wa jeshi letu watashinda. Tunao walio bora zaidi duniani na watashinda kwa wanajeshi wa walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wa Iran. Vikosi vya jeshi na polisi wote wanawaambia usiku wa leo kwamba lazima muweke silaha zenu chini na muwe kinga kamili, la sivyo mtakabiliwa na kifo cha uhakika. Kwa hivyo weka mikono yako chini, utatendewa kwa haki na kinga kamili, la sivyo utakabiliwa na kifo fulani. Hatimaye, kwa watu wakubwa wenye fahari wa Iran, nasema usiku wa leo kwamba saa ya uhuru wenu imekaribia. Kaeni salama, msiondoke nyumbani kwenu, ni hatari sana nje. Mabomu yatakuwa yakidondoka kila mahali. Tunapomaliza, chukueni serikali yenu, itakuwa ya kwenu kuchukua. Hii labda itakuwa nafasi yenu pekee kwa vizazi vingi. Kwa miaka mingi mmeomba msaada wa Marekani, lakini hamkupata kamwe. Hakuna rais aliyekuwa tayari kufanya kile ambacho niko tayari kufanya usiku wa leo. Sasa mimi kama rais nawapa mnachotaka. Kwa hivyo hebu tuone jinsi mnavyojaribu, na Amerika inawaunga mkono kwa nguvu kubwa na kwa nguvu kubwa. Sasa ni wakati wa kushika udhibiti wa hatima yenu na kuachilia mustakabali wenu wenye mafanikio na utukufu ulio karibu nanyi. Huu ni wakati wa kuchukua hatua, msiruhusu upite. Mungu awabariki wanaume na wanawake jasiri wa majeshi ya Marekani. Mungu aibariki Marekani. Mungu awabariki nyote. Asanteni. Amemaliza Rais wa Marekani Donald Trump katika hotuba yake aliyoitoa siku ya leo baada ya mashambulizi yaliyofanywa na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akimaanisha kwamba sasa ni rasmi, Marekani imeingia vitani dhidi ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.